अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu safari fulani alitoa hutuba kuhusu udhaifu na makosa ya taifa na ya kaumu. Ambayo ndani yake alieleza makosa na udhaifu wa kaumu, na alisema jumuiya inatakiwa ijiepushe na makosa haya. Siku hizi tena kuna haja ya kukumbusha mada hii, ndiyo maana nimechagua mada hii. Makosa na udhaifu unakuwa wa aina mbili. Ya kwanza ni udhaifu wa binafsi na ya pili ni udhaifu wa taifa. Vile vile wema pia inakuwa ya aina mbili, yani mema wa binafsi na vile vile ni mema ya taifa. Udhaifu wa binadamu au binafsi ni ile ambayo inapatikana ndani ya mtu lakini haipatikani ndani ya taifa. Vile vile ni mema ambayo inapatikana ndani ya watu lakini haupatikani ndani ya taifa. Watu kwa sababu ya elimu yao na kwa sababu ya juhudi yao wanafuata mema kadhaa. Vile vile sababu ya udhaifu pia hutegemea mazingira anayopata mtu katika maisha yake. Kuhusu ovu na mema tunatakiwa tukumbuke kitu hiki pia, kwamba mema na udhaifu au mema na makosa yanapatikana kwa sababu ya mazingira. Mfano wake ni hivi kwamba kama mbegu haiwezi kuota bila kuwa na ardhi, au siku hizi kwa sababu ya kilimo cha kisasa udongo wa aina fulani unatayarishwa ambao unabakisha maji ndani yake, na kwa sababu ya hii mbegu inaota na mbegu inapandwa katika ukumbi
mkubwa. किसी भी bila hii begu haiwezi kuota. सही इस्तेफादे के लिए उससे उसके उगाने का मकसद हासिल करने के लिए kwa ajili ya kupata faida na kwa ajili ya kupata जैसे manufaa ya kupanda mbegu, kunakuwa na haja ya kuwa na mazingira ili begu iweze kuota vizuri. bila hii hata kama begu inaota, lakini baada ya muda mfupi begu ile itakufa. vile vile oovu au mema जो नकाइस या खूब unaopatikana kwa sababu ya udhaifu au kwa sababu ya mema unapatikana kwa sababu ya uzuri wa mazingira au udhaifu wa mazingira, माहौल एक लाजमी जुज़्व है। basi mazingira ni kitu muhimu katika kupanuka mema au udhaifu. शादी के लिए खास जमीन तैयार न कर दें maadamu kwa ajili ya mema au udhaifu, ikiwa hatutayarishi ardhi maalum शुरुआती पा सकते mpaka ule mema au uovu hauwezi kuimarika au hauwezi kupanuka. हैं। माहौल हर एक पर एक जैसा असरअंदाज mazingira tena yanaleta athari tofauti tofauti. si lazima kwamba mazingira yalete athari ya aina moja. kwa mfano mazingira ya aina moja inaleta athari juu ya watu fulani, को मुतासर नहीं करता। na mazingira yale hayaleti faida au hasara kwa ajili ya taifa nzima. ऐसी है mfano wake ni hivi, जिसमें खास फसल ni ya ardhi ile ambamo mimea kadhaa inaota. kwa mfano Hazrat Muslim Maud ametoa mfano kwamba kuna mea la dhafran inayopatikana katika bara la Hindi, tena haipatikani katika India nzima, bali inapatikana katika bara la Kashmir. kule pia kuna eneo maalum ambapo zaafran ya aina fulani inaota ambayo inakuwa nzuri sana. wakulima wa Pakistan pia wanajua, hata wale wanaofanya biashara ya mchele wao wanajua vizuri kwamba mchele wenye harufu nzuri unapatikana katika eneo la Kalar. mchele wa aina ule haupatikani katika eneo lingine lolote la Pakistan. लेकिन wakulima wamefanya juhudi sana kwamba mchele wa aina huu upatikane katika eneo lingine, lakini hawakufaulu. खास हालात ilmuradi चीजों के लिए hali fulani kwa ajili ya begu fulani inakuwa, na hii ni sawa na kanuni ya Mwenyezi Mungu. bila hii sifa ile haipatikani ndani yake. जो जमीन है ये दूसरे मौसमी असरात हैं। kisha ni ardhi vile vile kuna athari ya msimu. hii pia inaleta athari juu ya mimea. बाज फसलें ऐसी हैं उसमें गंदम dhidi yake kuna mimea mingine, kwa mfano ni ngano au ni bustani za aina fulani ambazo zinaweza kuota katika sehemu yoyote ya nchi. कमियों बेशी inawezekana upungufu upatikane katika mavuno, lakini mimea hii inaweza kupandwa sehemu yoyote. vile vile mema na uovu pia, kwa sababu ya athari fulani, inapata sura ya kitaifa, की जवाल na maovu haya au mema haya yanakuwa sababu ya kuangusha taifa au kupandisha taifa. ikiwa mtu ana kosa la binafsi anaweza kurekebisha ikiwa anafanya juhudi katika hali hii. akifanya juhudi katika hali hii ataondoa makosa yake na udhaifu wake. फर्दी खूबियां पैदा हो सकती हैं। hata wakifanya juhudi mema wa binafsi pia unaweza kupatikana, या नेक lakini maovu au mema yanayopatikana kwa sababu ya athari ya taifa. किसी एक फर्द की कोशिश
kwa ajili yake mtu mmoja akifanya juhudi hawezi kufaulu, फर्द kwa sababu mtu mmoja ni mtu mmoja katika jamii, और जो खराबी कुल में हो na kosa linalopatikana ndani ya jamii haliwezi kurekebishwa na mtu mmoja. खराबी अगर हो तो उससे फर्द भी मुतासर होता है. Hata kama kosa linapatikana katika jamii, mtu mmoja anaweza kuathirika. उस माहौल की Ikiwa katika eneo fulani mazingira ni mabaya, watu wanaoishi katika eneo lile wote wataathirika. मिसाल ने हम इंसान Kwa mfano, tukichukua mfano wa mwili wa mtu, तो ये नहीं हो सकता mtu akila sumu, haiwezi kutokea hivi kwamba sumu ile haileti athari juu ya miguu na mikono na viungo vingine. Lazima sumu ile itaathiri mwili mzima. गोश्त फल वगैरह vile vile ni chakula chetu, tunakula nyama na matunda, चीजें हम खाते हैं, na vile vile vitu vingine tunakula. इनसे जिस्म का हर हिस्सा फायदा उठाएगा. Kila sehemu ya mwili utapata faida kutoka katika vyakula hivi, अफराद हैं कुल के यानी जिस्म के, kwa sababu viungo hivi ni sehemu ya mwili wa mtu. में भी हिस्सा लेते हैं. Vile vile viungo hivi vinapata sehemu katika sumu, na vile vile katika vyakula vizuri pia vinapata sehemu. Vile vile तो पैदा हो mema oovu से डालते हैं. ukipatikana katika taifa बदियां या नेकियां inaleta athari juu ya kila mtu. मुकाबला Vile vile ikiwa kuna maovu na mema ya taifa nzima, या किसी खास फर्द की इस्लाह mtu mmoja haiwezi kushindana nayo, au kwa sababu ya mtu mmoja taifa nzima haliwezi kurekebishwa, wala maovu hayawezi kufutwa, wala mema hawezi kusambazwa, kwa sababu jamii inaleta athari juu ya mtu mmoja, यही कायदा है. lakini mtu mmoja hawezi kuleta athari juu ya jamii nzima. Hii ndiyo ni sheria kwamba ikiwa wote wanafaidika, mtu mmoja pia anafaidika. Ikiwa jamii inapata hasara, vile vile mtu mmoja pia anapata hasara. तो Basi maovu ya watu binafsi ni aina hii kwamba फिर उनका इलाज kwa kugundua maradhi na kwa kutibu tunaweza kurekebisha hali yake, na ikiwa mtu mwenyewe कोशिश करके अपनी बदियां दूर कर सकता है. anahisi mwenyewe pia anaweza kutibu maovu yake, lakini kwa ajili ya kutibu makosa ya taifa nzima watu wote wanalazimika wafanye juhudi na wafikirie kuhusu maradhi ile. Ikiwa taifa nzima halisimami dhidi ya maovu yale, तैयार ना हो au taifa nzima बदियां और नकायस halifanyi juhudi kwa ajili ya kutibu maovu yale, basi maovu yale yanapatikana ndani ya kila mtu, na hii inakuwa sababu ya kuangamiza taifa lile. Basi ikiwa hii ni muhimu kwamba kila mmoja wetu azingatie makosa ya nafsi yake, vile vile hii pia ni muhimu kwamba kwa kuwa kaumu na taifa tuone maovu yetu ni nini, udhaifu wetu ni nini, na tujaribu kutambua, kisha baada ya kutambua tutibu maovu yale. में हर एक को Na katika tiba hii kila mmoja anatakiwa atoe mchango wake na afanye juhudi, का तौर पर kwa sababu bila kuwa na juhudi pamoja hatuwezi kufaulu. दुनियावी कानून को भी अगर देखें, Tukiangalia kanuni ya dunia, जिम्मेदार मसलन कुदरती आफात हैं, सैलाब है, कोई kwa mfano kuna maafa, kuna mfuriko wa maji, बंद बांध के सैलाब से नहीं बचा सकता. mkulima hawezi kusalimisha mimea yake kwa kuweka ये हुकूमत का काम, मुश्तरका कोशिश ukuta, bali kujenga ukuta na kuzuia maji ni kazi ya
ya serikali au ya taifa नहीं हो वहाँ na mahali ambapo serikali haifanyi kazi kule taifa nzima inapata hasara au kaumu nzima inapata hasara kwa sababu ya maafa haya. Kwa mfano tuliona katika nchi ya Pakistan hivi karibuni, wakati mfuriko ulipokuja watu walipata hasara, na tunashuhudia hivi daima kwamba inatokea hivi. कुदरती आफात ऐसी हैं Tunaweza kusalimika katika maafa yanayokuja kutoka mbinguni, lakini yapo mengine hatuwezi kusalimika. बाद आफात के आने से पहले Baadhi maafa kabla hayajakuja kunakuwa na mpango wa kuwaarifu watu na kuwaonya, तो जो नहीं देते lakini mtu kwa sababu ya kughafilika katika jukumu lake hafanye juhudi, na hivi anapata hasara. Ili mradi serikali au taifa halizingatii majukumu yake, katika hali hii hasara inaongezeka mara chungu mzima, na tunashuhudia inatokea hivi mara kwa mara. इसलाह के लिए Basi hii ni muhimu kwamba kwa ajili ya kurekebisha hali kila mmoja azingatie majukumu yake. कि हमें इन कौमी Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kutukumbusha kuhusu maovu haya ya kaumu amesema nini na ametukumbusha vipi. इस पर गौर करे Amesema kwamba और इसका इलाज करे तो फायदा हो सकता है jumuiya ikifikiria kuhusu maovu haya na ikitafuta tiba yake, faida yake itapatikana, na kwa ajili yake kuna njia mbalimbali तशखीस कर सकते हैं na njia hizi zinaweza kutambua maradhi ni nini. Ikiwa maradhi inajulikana, inagundulika, basi tiba yake pia inaweza kupatikana. Na njia ya kwanza ni yale mafundisho yanayopatikana ndani ya taifa, na kila mtu anakuwa na imani hii kwamba analazimika kufuata yale mafundisho. तालीम से बाद में जाए निकल सकता Au है जैसे कि बाद मज़हब में ikiwa ni matokeo mabaya ya dini ile, kama inapatikana katika dini mbalimbali, kwa sababu ya matokeo yale bid'a na maovu yanaenea, au bid'a kwanza inapatikana kisha baadaye maovu yanapatikana. बातें हैं Ikiwa katika dini yoyote kuna mambo mabaya, kila mtu ataathirika anayefuata dini ile. मदनी और माशरती जिंदगी थी इससे बुरे नतीजे पर Vile vile सिर्फ मजहबी तौर पर नहीं matokeo mabaya yatapatikana katika maisha ya jamii. बुरे नतीजे पैदा होंगे लेकिन हम जो मुसलमान हैं Lakini sisi ambao ni waislamu समझते हैं tunaamini kwamba Qur'ani tukufu ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, na tuna imani juu ya hii kwamba hakuna kasoro katika mafundisho haya ya Qur'ani tukufu, निकल नहीं सकते na matokeo yake mabaya hayawezi kupatikana au haiwezi kutokea hivi kwamba uovu upatikane kwa sababu ya mafundisho ya Qur'ani tukufu, kwa sababu mafundisho ya Qur'ani tukufu haina kosa lolote. Kwa hivyo matokeo yake mabaya hayawezi kupatikana. सोच लिया कि बुराई आ ही नहीं सकती Basi imefikiriwa kwamba ndani ya Waislamu maovu hayawezi kupatikana, lakini je, Waislamu wote wameokoka katika maovu? Tunapochunguza mazingira yetu na jamii yetu, na tunapoona hali ya Waislamu kwa kawaida, tunakuta kwamba wengi Waislamu wanafanya maovu. इस बात पर गौर करने की जरूरत है Basi kuna haja ya kufikiria jambo hili kwamba kasoro haipatikani ndani ya Qur'ani tukufu. खुद इसमें ये ऐलान फरमा दिया Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ametangaza ndani ya Qur'ani tukufu kwamba kasoro haipatikani ndani yake. Sheria hii ni ile iliyokamilika. कि बेशुमार Ikiwa पेशगोइयां और बातें पूरी हुई bishara chungu mzima za Qur'ani tukufu zilitimia na tunaona zinaendelea kutimia,
katika hali hii tangazo hili la mwenyezi mungu pia ni sahihi kwamba mafundisho ya qurani tukufu haina kasoro hata kidogo, हम यकीनन सच्चा समझते हैं। na tuna imani kwamba jambo hili ni sahihi. Lakini sasa ni swali kwamba kasoro iko wapi? होना चाहिए Jibu lake linatakiwa liwe hivi kwamba watu hawakuelewa vizuri mafundisho Qur'an tukufu au hawafuati mafundisho Qur'an tukufu. Ikiwa kasoro haipatikani ndani ya Qur'an tukufu, bila shaka katika hali hii हमारे समझने और sisi यकीनन कुरान शरीफ में hatukuelewa na au hatufuati vizuri Qur'an tukufu. Ndio maana makosa yanapatikana ndani ya Waislamu, na kwa sababu ya kutokuelewa vizuri Qur'ani tukufu taifa nzima limeathirika. कौम के पहले उलमा के कुरान करीम को गलत समझने की वजह से भी हो सकती है। Makosa haya yanaweza kuwa kwa sababu ya kutokuelewa vizuri maulama wa zamani, na vile vile kwa sababu ya kutokuelewa mafundisho Qur'ani tukufu wa maulama wa siku hizi. Lakini matokeo yake sisi tunashuhudia mbele yetu. Ikiwa maulama na wafasiri ingawa walikuwa na nadhiria yao na maoni yao au wana maoni yao, lakini maoni haya ni ya binafsi, ये नहीं कहती कि उलमा के ये ज़ाती नजरियात हैं। lakini taifa halisemi kwamba ni maoni ya mtu, bali watu wanafuata maulamaa wao, या तफसीरों को na wale wanawafuata maulamaa hawa kwa sababu ya maoni yao mbaya. Kwa kuwa na hali hii kwamba mafundisho ya Qur'an tukufu ni mazuri, ni ya hali ya juu, lakini watu hawawezi kupata faida, bali badala yake wanapata hasara, na kwa sababu ya hii maovu yanapatikana ndani ya kaumu. रिवाज पा गए। Maoni au nadharia mbaya वास्ता ही नहीं। inayopatikana ndani ya Islam ambayo haihusiki na dini tukufu ya Islam, hii ni kwa sababu ya athari ya jamii au kwa sababu ya athari ya dini zingine. मजहब का हिस्सा समझ लिया गया। तो बहरहाल नकाइस पैदा हुए। अल्लाह ताला का एहसान Kwa vyovyote कि हम हज़रत मसीह udhaifu ulipatikana ndani ya kaumu, juu yetu ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba sisi tupo katika jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. या हिकमत से आ रही Athari ya hizi riwaya ya zamani ambazo hazina hekima ndani yake au tafsiri ambazo hazina hekima ndani yake, na haitakiwi athari yake ipatikane juu yetu, lakini kwa kuwa na इसलिए नहीं hali hii sisi bado hatujasalimika kweli kweli. बात में शामिल होते हैं। Sababu yake ni hii kwamba watu wanaingia katika jumuiya na maoni yao, बाद में पड़ जाते हैं। na wao wakati mbalimbali wanakuwa na shaka katika mambo mbalimbali, तशरीह करने में कोई हर्ज au wao wanaona kwamba ikiwa tunaeleza jambo hili hivi haina ubaya wake. Au baadhi wakati maulamaa wapya wanaingia katika jumuiya, wao wanafanya tafsiri ya Qur'an tukufu sawa na maoni yao. Hii haikukatazwa kwamba hawaruhusiwi kufanya hivi, lakini kwa ajili yake kuna इस गलती की वजह kanuni iliyowekwa. Vyovyote kwa sababu ya kosa hili, nadharia mbaya inaweza kupatikana ndani ya jumuiya. Kwa ajili ya खिलाफत और kujiepusha na kosa hili, maulama wanatakiwa wao watoe maoni yao sawa na नजरियात nidhamu ya uhalifa. फजल से पाक हैं अमूमी तौर पर। Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu sisi hatuna maoni ya aina hii ambayo yanakuwa kinyume na uhalifa, lakini tunatakiwa tuendelee kuchunguza hali yetu hii daima dawamu, कि हम na गैरंटियों की गलतियों पर हमेशा, tiba yake ni hii क्योंकि kwamba tuendelee kuchunguza maovu ya wasiokuwa na jumuiya, हम अपने अंदर kwa sababu kwa kuchunguza को दाखिल makosa yao
tunaweza kuzuia makosa haya isije yaingie ndani yetu, na hivi tunaweza kusalimika katika udhaifu wa kaumu. Tunatakiwa tufikirie jambo hili pia, kwamba dini zingine zinazopatikana katika mazingira yetu au watu wanaoishi katika mazingira yetu, wao wanafuata dini au hawafuati, wanamwamini Mwenyezi Mungu au hawamwamini. Makosa gani yanapatikana ndani ya hawa watu? Kisha duara hii inatakiwa ipanuliwe zaidi, yani makosa yanapatikana ndani ya mataifa mbalimbali yaangaliwe na yachunguzwe, kwa sababu dunia imekaribia siku hizi kiasi hiki kwamba watu wanaoishi katika nchi mbalimbali wao wamekuwa majirani, yani hakuna umbali. Kisha media imefanya kazi kubwa sana ya kuwaleta watu karibu, na tunaweza kuona makosa yao na uzuri wao mara moja, na athari ya nchi za jirani pia zinapatikana juu ya nchi za jirani. Watoto wanaoishi katika mazingira, athari ya mazingira inapatikana juu ya watoto. Wazazi hata kama wanaendelea kuwafundisha watoto, lakini ikiwa kuna udhaifu wa jamii, basi pamoja na kuwafundisha watoto wanaathirika. Kisha juu ya hii ni kwamba watoto wanakuwa nje kwa muda mrefu shuleni pamoja na marafiki zao. Vile vile katika zama hii kuna marafiki wengine pia ambao wanapatikana kama katika sura ya TV. Marafiki hawa wamepatikana ambao wanaleta athari juu ya watoto na juu ya wazazi pia, na matokeo yake ni haya kwamba watoto hawataki kuwasikiliza wazazi, na wazazi wenyewe pia wanaendelea kuwa mbali na watoto wao kwa sababu ya shughuli zao au kwa sababu nyingine. Kisha wapo wengine ambao kwa sababu ya TV wanaharibu mazingira yao. Matokeo yake yanapatikana hivi kwamba wazazi wanaanza kuwadhulumu watoto, na watoto hawaheshimu wazazi. Wanasema katika mazingira haya hatutaishi hivi. Ikiwa wewe umekuja hapa, unalazimika kuishi sawa na mazingira ya hapa. Kisha hii haibaki uovu wa mtu, bali inaendelea kuwa uovu wa taifa, na kwa sababu ya hii nyumba zinaendelea kuharibika. Wazazi wanawaua watoto wao wa kiroho na kwa kimwili pia. Jamii ya Ulaya kwa jina la uhuru inaendelea kuelekea kwenye maangamio, na huu ni uovu wa taifa, lakini wanajumuia pia wanaendelea kukamatwa na hali hii. Kabla hii iwe uovu wa taifa na ienee kila mahali, au baada ya kumpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam tuingie tena katika ujahili, tunalazimika kwamba tuongeze juhudi yetu ili tuweze kusalimika na hali hii. Idara zote za jumuiya zinatakiwa zikae na zifikirie na ziunde mipango mbalimbali kwamba namna gani tunaweza kujiokoa na kuondoa ovu huu katika jamii kabla itokee hivi kwamba
maovu ya mataifa mbalimbali yaingie ndani yetu pia. इलाज का बीड़ा उठाया। Sisi tumesema kwamba tutatibu dunia nzima. वादा किया है, ये ऐलान किया है कि हम दुनिया का इलाज करेंगे। Tumeahidi na tumetangaza kwamba sisi tutatibu dunia hii nzima. Ikiwa madaktari wanakuwa wagonjwa कौन दूर करेगा? katika hali hii, nani ataondoa maovu haya ya binafsi na ya mataifa? Kisha tunatakiwa tuzingatie jambo hili pia kwamba बाद में taifa और बाद कमजोरियां भी पैदा lolote linaweza kuwa na mema kwa sababu ya uzuri wao, na vile vile linaweza kuwa na uovu kwa sababu ya udhaifu wake. Hazrat Muslim ametoa mfano wake hivi kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu jumuiya yetu imeenea kila mahali, na Mwenyezi Mungu anaendelea kushinda mioyo za watu wanaishi katika maeneo mbalimbali. Vile vile jumuiya yetu ina itikadi hii pia kwamba hatuwezi kusali swala nyuma ya mtu asiyekuwa na jumuiya, kwa sababu imamu wao hakumpokea imamu ambaye ni imamu wa zama hizi. Tena si hii tu kwamba hakumpokea, bali anatumia maneno ya matusi dhidi yake. बंदों के मुकर्रर करदा इमाम को तरजीह नहीं दे सकते। Hatuwezi kumtanguliza imamu wa watu juu ya imamu aliyeteuliwa na Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana sisi hatusali nyuma ya imamu asiyekuwa mwanajumuiya. जमात के सेंटर भी हैं और मसाजिद भी हैं। Siku hizi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu jumuiya imejenga misikiti na center kwa ajili ya kusali swala kwa jamaa, ambapo wanajumuiya wanaswali swala kwa jamaa. Lakini yapo maeneo kadhaa ambapo kuna nyumba moja au mbili za wanajumuiya, ndiyo maana wanajumuiya wanaswali swala katika nyumba zao. Badala ya kujumuika sehemu moja, kila mmoja anaswali swala kwa jamaa nyumbani kwake. Kama nilikumbusha hivi karibuni kwamba इस बात ikiwa nafanya hivi haina madhara yake, पर है lakini ज़्यादा पढ़ लेते हैं। watu wengine wanaswali swala yao huko nyumbani kwa udhuru huu kwamba wana shughuli sana, au wanakusanya swala kwa sababu ya shughuli zao. इसलिए हैं कि मस्जिद जाने की तरफ तवज्जो नहीं या मस्जिद करीब नहीं। Hayo yote ni kwa sababu ya hii kwamba hawaendi misikitini, au misikiti haupo karibu na nyumbani kwao. Ikiwa kuna msikiti wa Waislamu wengine kule, hatuwezi kuenda kule katika msikiti wao, au kuna sababu zingine mbalimbali. इसकी वजह से नमाज Kwa sababu ya hii बहरहाल पढ़ ही लेते हैं, wanaswali swala, घर में पढ़ते हैं lakini wanaswali और नमाज बाज katika nyumbani kwao, तवज्जो नहीं lakini hawazingatii swala kwa jamaa. या ये भी है कि नमाजें जमा करने की तरफ बिला वजह तो ज़्यादा Au kuna tabia hii pia kwamba wanakuwa na tabia ya kukusanya swala, ingawa walikumbushwa na जमात नमाज walipewa nasaha mara kwa mara दुआ को शौक kwamba wasi swali swala nyumbani kwao, lakini bado wapo wengi ambao hawaswali swala kwa jamaa. Ili mradi hii inaendelea kuwa uovu wa taifa. बहुत ज़्यादा ज़रूरत Kwa hiyo kuna haja ya kutibu ugonjwa huu haraka iwezekanavyo. Ikiwa mtu mmoja hakuja kuswali swala msikitini, huu si ugonjwa wa binafsi. Jinsi watu wanaendelea kughafilika katika swala, नफ्स की शक्ल इख्तियार कर ली, hali hii inaendelea kuwa सहूलत ने udhaifu wa taifa nzima, नीयत को कम कर दिया। kwa sababu ya hali na kwa sababu ya kutafuta starehe. Watu hawaswali swala kwa jamaa, ingawa wanajumuia wanaswali swala nyumbani, lakini wapo wengi ambao wanaswali swala kwa unyenyekevu sana, na katika swala wanalia sana. दूसरे मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी
wakati wengi wa waislamu wengine labda hawaswali swala kwa unyenyekevu kama wanajumuia wanaswali, जाहिरदारी के लिए सही lakini hata kama wao wanaswali swala kwa kuonyesha wengine, lakini wanaenda misikitini kwa ajili ya swala. में जाने का रुझान Na siku hizi wasiku wanajumuia wanaenda sana misikitini kwa ajili ya kusali swala ya jamaa. Taarifa ninayopata kutoka Pakistani ya aina hii, hatujui kwamba wao wanaswali swala kwa unyenyekevu au kwa makini, lakini lazima wanaenda msikitini, kisha kule wanasikiliza hutuba dhidi ya jumuiya, na kwa sababu ya hii chuki inapatikana ndani ya mioyo yao. Hivi bila shaka maovu yanaendelea kuimarika ndani yao, lakini kuna kitu kimoja ambacho ni kizuri kwamba wanaenda msikitini. Ikiwa sisi wanajumuia tukienda misikitini, tutaenda kwa ajili ya kuondoa makosa na maovu. Hii ndio ni tofauti kubwa, na wao wameshaanza kuzingatia swala kwa jamaa, lakini sisi bado hatujaanza. Kwa hiyo tunatakiwa tuzingatie sana jambo hili kwamba misikiti inaimarishwa na waaminiu haswa, na waaminiu haswa ni wale ambao waliopokea imamu wa zama hizi, के नाम पर फितना और फसाद करने वालों ने si wale ambao kwa jina la ibada wanafanya fitina na wanaeneza ufisadi. क्या नमाजें जमा करने का Katika sura ya kitaifa, kwenda misikitini na kusali swala kule au kutokusanya swala, जब हम hatari yake inazidi के बच्चों के जहनों sana wakati tunapoona kwamba watoto hawaoni umuhimu wa kusali swala, में भी लग गए हैं na watoto wengine kwa kuona hali ya wazazi wao wameanza kusema kwamba katika kila siku kuna swala 3. Wanapoulizwa kwamba swala ni 5, lakini wao wanasema kwamba tumewashuhudia wazazi wetu wanaswali swala 3 si 5. और मनसूबा Basi kuhusu hii inatakiwa mpango maalum कौमी बदी बन upangwe. Pengine huu utakuwa uovu wa taifa siku zijazo, हमें वसी तर मनसूबाबंदी करने की जरूरत है na kwa ajili yake hii tunatakiwa tuunde mipango maalum ili hali hii isipatikane. शिद्दत के साथ कोशिश Tunaona watu wanaendelea kuwa mbali na dini na Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi hatukufanya juhudi katika hali hii, maovu haya yataingia ndani yetu pia, na baada ya uovu moja uovu mwingine utaingia, na jina itabaki na dini itabaki jina tu, roho yake haitapatikana ndani yetu pia. अगर किसी इलाके में Ikiwa katika eneo lolote tukiona kwamba maradhi imeenea, basi tunakuwa na fikira sana, na kwa ajili ya kujisalimisha katika maradhi ile tunatafuta tiba za aina mbalimbali. Basi kwa ajili ya ugonjwa wa kiroho tunalazimika kufanya juhudi kiasi gani दुनिया एक हो गई katika jamii hii, na kama nilisema hata dunia imekuwa kama ni kitu kimoja. उनके दूर करने Kwa ajili ya kufuta maradhi hii ambayo iliyoenea duniani tunalazimika kufanya juhudi zaidi. जो हिफ्ज़ मातकदम करते हैं, इलाज कराते हैं, Wale wanaochukua matibabu kabla ya kuenea maradhi au wanapigwa ज़्यादा महफूज रहते हैं, बस अपने आप sindano wanasalimika katika maradhi mbalimbali. बीमारियों से महफूज रहने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, Basi sisi pia kwa ajili ya kusalimika katika maradhi ya kiroho tunatakiwa tufanye mpango maalum mapema, तब्दीली की वजह से जो उलमा kwa sababu ya itikadi mbaya zilizoenezwa na maulamaa wengi wa Waislamu. Kwa kuwa na hali kwamba walipewa mafundisho mazuri walipotea. मुश्किल तौर Sasa sisi baada ya kurekebika hali yetu kwa ajili ya kusalimika katika maradhi haya tunatakiwa tufanye juhudi sana. Nimetoa mifano kadhaa. Tunatakiwa tuendelee kuchunguza kwamba wapi na wapi waislamu wengine walikosea na walipotea kwa sababu ya hii,
na namna gani sisi tutaokoka katika hali hii. को जानना, sisi kwa kumpokea sayyidina alayhi salatu wassalam, kusoma mafundisho yake na kufuata mafundisho yake ni muhimu sana. अपने आप को उसकी धारे में बहाने की जरूरत नहीं, बल्कि sisi hatutakiwi tufuate watu wengine, डालना हमारा काम। bali tunalazimika kwamba tuwalete hawa watu ili wafuate mafundisho ya sinama la salatu wassalam, tujenge uhusiano mzuri na madhubuti na uhalifa katika zama hii. MTA na website ya jumuiya pia ni neema ya Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tujiunganishe nayo badala ya kuangalia mambo ya ufedhuli. Kwa kupitia mitambo hii tutajua mafundisho sahihi ya dini ya Qur'ani tukufu, इल्म और इरफान का हमें पता चलता है। na vile vile tunajua kuhusu elimu ya sinama alayhi salatu wassalam, na tunapata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Basi tunatakiwa tuendelee kujiunganisha nayo. Tunatakiwa tukumbuke hii kwamba Waislamu walipewa kitabu kitwacho Qur'ani tukufu, lakini kwa kuwa na kitabu hiki kikamilifu makosa yalipatikana, na kwa sababu makosa haya maradhi maalum yalipatikana, मुसलमानों का ये यकीन था कि कुरान करीम निहायत मुकम्मल किताब maovu yalipatikana kwa sababu ya hii kwamba waislamu walikuwa na imani hii kwamba Qur'ani tukufu ni kitabu kilichokamilika, na toka mwanzo mpaka mwisho ni mwongozo kwa ajili ya waislamu. इन बातों से बज़ाहिर तो Lakini kwa kidhahiri ये लगता है कि इस वजह से inaonekana kwamba को ऐब बताया जा रहा है। kwamba huu ni uzuri wa Qur'ani tukufu, lakini inaonekana ni aibu kwamba kwa kuwa na kitabu kizuri wao walipotea. Lakini tukifikiria kwa makini kwamba itajulikana kwamba kitabu hiki ni kizuri, lakini kwa sababu ya kutokuelewa vizuri kitabu hiki aibu ilipatikana ndani ya Waislamu. Hakuna shaka ndani yake kwamba Qur'ani tukufu ni kitabu kilichokamilika, wala hakuna shaka ndani yake kwamba kitabu hiki ni mwongozo mpaka siku ya Kiyama. Ndani yake mafundisho yote mazuri yalikusanywa, wala hakuna shaka ndani yake hii pia kwamba Mwenyezi Mungu aliyeumba bungo wa binadamu, yeye alikuwa anajua kwamba ikiwa bungo haina tabia ya kufikiria basi inakufa na haibaki na sifa ya kufikiria. Ndiyo maana ingawa amefanya Qur'ani tukufu kuwa kitabu kikamilifu, lakini baada ya kuweka sheria kadhaa aliacha juu ya bungo wa binadamu. Yeye anatakiwa afikirie na atafute ili bungo wa binadamu isife. ndiyo maana katika Qur'ani tukufu kuna maneno ya aina hii kwamba kwa kufikiria maneno haya mtu anajua maana yake kwa undani. Lakini ikiwa ingekuwa Qur'ani ya kuwapatia faida wote sawasawa, basi katika hali mtu asingefikiria asingefikiria angepata elimu yake moja kwa moja. Lakini Mwenyezi Mungu hakutaka kwamba bungo isikae bure na isije kwa sababu ya kutokufikiria isisimame kuimara kwake. Na katika zama hii kwa ajili ya kuongoza, Sayyidina al-Islam ametuambia sheria mbalimbali, bali mwenyewe amefanya tafsiri ya Qur'an tukufu. Tunatakiwa wakati wa kusoma Qur'an tukufu tusome tafsiri ya Sayyidina al-Salatu wassalam, ili sambamba na tafsiri ya Sayyidina al-Salatu wassalam wale wanaotaka kutafuta maana
ingine wao wafanye utafiti. Ikiwa tukiendelea kusoma tafsiri ya zamani katika hali hii, hatuwezi kupata maarifa mpya. Siku hizi wale wasikuwa na jumuiya ambao ni wafasiri au ni madaktari, wao pia wanasoma vitabu vya jumuiya na tafsiri ya jumuiya. Hata wapo maulama wengine ambao wanasoma tafsiri ya kabir. Ilmuradi Qur'an tukufu ni kitabu kilichokamilika, hakuna shaka ndani yake, kila kitu kinapatikana ndani yake. Lakini kwa kusoma kitabu hiki, wale wanaofuata Qur'an tukufu ni wao tu wanapata mwongozo. Kwa kushika kitu kimoja, mtu akisema kwamba amepata mwongozo, yeye si mkweli, analazimika kufuata Qur'an tukufu nzima. Katika kitabu hiki kwa ajili ya kuboresha akili za watu wa baadaye na kwa ajili ya kueleza maarifa yake, Mwenyezi Mungu alituma mjumbe wake. Lakini wale ambao hawana tabia ya kufikiria kwa kujiita maulamaa ni wajahili, wamemkataa huyu mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii hawajui elimu sahihi ya Qur'an tukufu, na wao kwa kufanya maana mbaya za Qur'an tukufu, badala ya kuonyesha uzuri wa Islam, wanafedhehesha Islam. Basi vitendo vya Islam vinatakiwa vitukumbushe kuhusu hii kwamba tusitegemee dhahiri tu, bali kwa kuelewa mafundisho ya Qur'an tukufu kwa undani. Kabla ya kupatikana uovu, tufute ule uovu, na kwa kufanya kila mema wa jamii tuweze kueneza katika jamaat. Tuweze kufanya vitendo vya aina hii ambavyo vinafuta maovu, bali kwa sababu ya vitendo vile mema unapatikana. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanya hivi. Halifa mtukufu anasema kwamba leo baada ya swala nitaswalisha jeneza 2 ambazo zipo hapa, na jeneza 2 ni za ghaibu. jeneza ya kwanza ni ya bi razia musarrad khan sahiba, mke wa Abdul Latif Khan sahib wa Hanslo, ambaye ni secretary rishanata wa Uingereza. Tarehe 11 Februari 2015 alifariki katika umri wa 79. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mke wa Muhammad Zuhur Khan sahib, alikuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na alikuwa binti wa Subedar Karambakh sahib. 1962 alikuja Uingereza. Kwa miaka miwili aliwahi kuwa mwenyekiti wa lajna, na kwa muda mrefu aliwahi kuwa secretary ziafat wa Hounslow. Katika mikutano ya jumuiya alikuwa akipika chakula na alikuwa akiwahudumia wageni. Aliwafundisha watoto Qur'an tukufu, wengine wanajumuiya na wengine wasiokuwa wanajumuiya. Alikuwa mwenye hulka njema sana na mwenye bashasha sana. Alikuwa na uhusiano madhubuti na uhalifa. Aliwapatia malezi wazuri watoto wake. Watoto wake wanatumikia jumuiya. Ameacha mke na watoto wawili na mabinti wawili. Zahir Khan sa mtoto wake moja ni mwenyekiti wa Hounslow na vile vile naib afisa salana. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Jeneza ya pili ni ya bana Amir Shiraz sahib, mtoto wa Shahid Mahmud sahib wa Modern South. Tarehe 12 Februari 2015 katika umri wa 29 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadrat Misri Hasan Din sahib radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa babu wa marehemu.
marehemu alikuwa akitoa huduma zake katika ulinzi wakati wa jalsa salana. Alikuwa mwanajumuiya mwema sana. Ameacha wazazi na mke na binti ambayo umri wake ni miaka 2.5. marehemu alikuwa na kansa na kwa muda mrefu alikuwa na maradhi hii, lakini alikuwa akifanya tabasamu. Alikuwa akija kwangu mara kwa mara wakati alipokuwa anauguliwa, lakini alikuwa anacheka, alikuwa anafanya tabasamu. Alikuwa mwana mzuri sana. Mwenyezi Mungu amghofirie na amfunike katika shuka la msamaha. Mwenyezi Mungu amjalie mke wake subira na wazazi wake pia. Katika jeneza ghaibu ya kwanza ni ya bwana Alhaj Rashid Ahmad Saheb aliyefariki tarehe 7 ya Februari 2015 Marekani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wakati wa kufariki kwake umri wake ulikuwa miaka 91. Alizaliwa katika mji wa St. Louis 1923 na mwaka 1947 alijiunga na jumuiya. Baada ya kujiunga na jumuiya 1949 kwa ajili ya kupata elimu ya dini alienda Rabwa. Hadhrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu mwenyewe alimpokea huko katika railway station huko Rabwa. Alisoma katika Jamia Ahmadiyya miaka 5 na akawa mbashiri, na kule alijifunza Urdu na Punjabi. Alikuwa mwanafunzi wa kwanza kutoka Marekani. Alienda Pakistan kwa ajili ya kusoma. Aliishi Rabwa miaka 5 na alienda pamoja na halifa wa pili kwa ajili ya kutembelea jumuiya mbalimbali. Halifa wa pili alifungisha ndoa yake pamoja na binti wa Haji Ibrahim. Alikuwa mbashiri na watoto watatu walizaliwa kutoka katika mke ule. Mmoja alifariki lakini wawili wako hai na wanaishi huko Marekani. 1955 baada ya kuhitimu mafundisho ya jamia alienda Marekani kwa kuwa mbashiri. Halifa wa pili wakati alipokuwa anamsindikiza alimpatia nasaha aliyoandika kwa mkono wake, na vile vile alimpatia kitambaa katika mawazi ya Sinama alayhi salatu wassalam, na mpaka leo familia hii imehifadhi kitambaa kile. Alikuwa mbashiri kwanza mwenyeji wa Marekani, Chicago, St. Louis na katika miji mingine pia alitumikia jumuiya kwa kuwa mbashiri. Vile vile aliwahi kuwa amiri wa Marekani. Kwa muda mrefu aliwahi kuwa mwenyekiti wa Malwaki, na vile vile katika idara mbalimbali za jumuiya alitumikia jumuiya. Ndoa ya pili ilifungwa na Aziza Ahmad. Watoto wawili walizaliwa katika mke huyo. Alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Alikuwa haachi nafasi ya kufanya mahubiri. Katika uongozi wake jumuiya kubwa ya Malwaki ilipatikana ambayo ni jumuiya kubwa ya Marekani. 1998 alienda kuhiji. Alikuwa mashuhuri katika watu wengine pia. Takriban miaka 20 katika kipindi cha TV Islam Live alikuwa anakuja katika stall ya mahubiri. Pia alikuwa akienda kila wiki, na kabla ya kufariki wakati alipokuwa katika ufahamu aliwahubiri manas pia. 1986 alipanga mkutano mkubwa sana katika university ambapo waislamu wengine pia walialikwa. Alikuwa akitoa hutuba katika mahema ya wanafunzi na wanafunzi maelfu walifaidika na hutuba zake. Siku ya Jumapili alikuwa akipanga mkutano, na katika mkutano ule alikuwa akiwaalika watu wengine pia pamoja na wanajumuiya. Kwa idhini ya makao makuu aliandika
kitabu kimoja ndani yake aliandika kumbukumbu lake wakati alipokwenda Pakistan na wakati alipokwenda pamoja na halifa wa pili. Historia ile iliandikwa baada ya juhudi ya miaka kadhaa na hivi karibuni itachapwa kitabu hiki. Mashiri aitwaye Farhan anasema miezi 9 iliyopita niliteuliwa kuwa mbashiri katika eneo hili la Lwaki. Nilikutana naye, mimi nilikuwa mdogo lakini alikutana nami kwa mapenzi sana. Nilipotaka ushauri wake kuhusu malezi wanajumuiya, yeye akaanza kuzungumza katika Kiurdu. Akasema, wewe ni mjumbe wa halifa, yoyote utakaposema sisi tutakutii. Na alikuwa mtu mtiifu sana. Shamshah Sahibi pia anasema kwamba Marekani nimempata kwamba yeye alikuwa akieleza historia ya halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu, na maisha yake yalikuwa sawa na maagizo ya halifa wa pili. Mwaka jana alitoa hutuba pia katika mkutano mwaka. Alikuwa upanga wa Islam Ahmadiyya na vile vile uhalifa kwa ajili ya kulinda Islam na uhalifa. Alikuwa akifanya mahubiri ya Islam daima dawamu. Hata katika uzee wake alipokuwa dhaifu sana, wakati ule pia alikuwa akifanya mahubiri na alikuwa anaitwa kwa jina la bwana mahubiri. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu watu wengi walihudhuria jeneza yake. Na jeneza ingine ni ya bwana Hassan Abdullah Saheb wa Detroit ambaye ni mwenyeji wa Marekani. Tarehe 30 wa Januari 2015 alifariki na lillahi wa inna ilaihi rajiun. 1929 alizaliwa katika nyumba ya Ukristo. Alipewa jina la William Henry. Katika 1970 kwa kumpitia mwanajumuiya aitwaye Wahab Saheb alijiunga na jumuiya. Baada ya kusilimu alipewa jina la Hassan Abdullah. Marehemu alikuwa na sifa chungu mzima. Alikuwa akipenda Qur'an tukufu sana na kila siku alikuwa akisoma Qur'an tukufu. Alikuwa akisema kwamba kila siku anasoma aya 10 za mwanzo na za mwisho wa Kahf. Swala ya Ijumaa alikuwa akiswali bila kukosa, na alikuwa akitoa adhana msikitini. Kwa ajili ya sala ya Ijumaa alikuwa akija mapema sana msikitini, na alikuwa akiwa mawazi mazuri sana. Wakati fulani alipokuwa mgonjwa alikuwa hospitalini, lakini kutoka hospitali alikuja msikitini moja kwa moja kwa ajili ya kuswali swala ya Ijumaa. Msikiti wa Detroit ilipata moto, ilijengwa tena. Yeye alitoa nyumba yake kwa ajili ya kusali swala. Alikuwa akisoma vitabu vya jumuiya na magazeti. Alikuwa miongoni wa wale ambao wanaotafuta ukweli. Ndiyo maana alipata bahati ya kukubali ujumbe wa Sinam alayhi salatu wasalam, na mpaka mwisho hai wake alitimiza ahadi yake. Mke wake amefariki, watoto wake si wanajumuiya. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu na msamehe na aiweke roho yake mahala pema. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.